babu, nimekuja tena. Karibu sana. Kama vile ulinisaidia babu yangu. Ndio. Na ulinisaidia sana. Sawa sawa. Leo. Ndio. Nikuja na shoga yangu. Ndio. Ana shida sana kwenye ndoa yake. Tena zaidi yale ya kwangu, makubwa ya kwake. Ana matatizo sana. Sawa. Karibu sana. Naomba umsaidie babu yangu kama ulivyonisaidia, mambo yangu yakaenda mule mpaka leo. Sawa, hapa amefika kwa mzee Msisili. Hebu nieleze dada, shida yako nini? Shida yangu mimi kubwa. Ndio. Ni ndoa yangu babu. Ndoa? Mimi na mume wangu hatuko sawa. Ndio. Kwa hiyo mimi kilichonileta kikubwa hapa ni wewe unisaidie kumrudisha mume wangu. Sawa. Na turudi kama zamani. Sawa sawa. Mimi na mume wangu tuwe kama zamani. Ndio. Sababu mimi mwenyewe sijui nisemeje, lakini naomba unisaidie katika hilo. Sawa sawa. Sawa. Na pia kuna lingine baba. Ndio. Yaani na mtu ambaye amesababisha mimi ndoa yangu kufikia hapa leo ile. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie, ni huyo mtu. Ikiwezekana. Ndio. Hata afe kabisa. Allahu Akbar. Au alale kabisa kitandani. Kwa sababu hiyo ndio chanzo cha matatizo yote kwenye ndoa yangu. Ndio. Mpaka nije nirudi tena mimi nikwambia bwana babu mrejeshee yule hivyo. Lakini bila hivyo mimi naomba asisimame wala sifanye shughuli zake zozote. Sawa. Sasa cha msingi watu tuchunguze kama inawezekana au haiwezekani. Sawa mjukuu wangu Sawa. Hili halina shida. Hili linawezekanika. Sawa babu. Dada wewe uogope, lakini hapa ndo umefika. Sawa babu. Sawa Sawa babu. Sasa kuna mambo mawili au matatu ya kufanya. Kuna dawa nitakupa uende kumwagia kwenye uwanja wa mume wako. Sawa? Sawa babu. Na kuna dawa ya kwenda kumwagia pale kwa ule mgomvi wako. Sawa babu. Sawa? Na kuna dawa ya kuoga siku 3. Sawa babu. Mfululizo bila kupumzika. Yule mwanaume atarudi. Na yule kule akifanya masala kikundu juu. Sawa Sawa babu. Umenielewa? Nimekuelewa babu. Sawa. Naomba nikuulize kitu. Haina haja ya jina lake huyo mgomvi wangu. Ni muhimu. Ila jina utalogaje? Sawa babu. Umenielewa? Sawa babu. Usiogope. Sawa babu. Shika, tia manuizo yako hapa. Usiogope, shika kwa mikono miwili. Usiogope. Anaogopa. Ongea unapotaka.
Tayari sawa, niweke hapa. Hujasahau kitu shoga yangu, mambo yote ndo hayo. Nilikuuliza unatakiwa umeniambia nini? Usiogope. Shika. Hebu chungulia ndani, kuna nini? Usiogope. Unaona nini? Sawa. Jamaa unamjona? Wewe kumwona? Okay, hivyo kiboyo. Leta mikono yako. Fanya hivi. Hii dawa naiona. Hii kamwage kwenye uwanja wa ule mmeo. Sawa? Naiona hii nyingine. Hii unaenda kuoga mara 3, siku 3 unaoga kidogo kidogo, huku unatia manuizo yako. Sawa? Hii hapa unaenda kumwagia kwenye uwanja ule mwanamke anakuletea vurugu kwenye ndoa yako. Sawa? Sawa babu. Umenielewa? Nimekuelewa babu. Usije ukafanya tofauti. Hapana babu. Sawa? Nimekuelewa. Sawa. Kuna mengine? Hakuna mengine. Hakuna mengine? Hakuna mengine. Sawa. Babu. Naam. Haturuhusu kutoa sadaka yoyote. Hapana. Mimi mizimu yangu hairuhusu kutoa sadaka kwa sasa hivi mpaka jambo lako liende vizuri. Umenielewa? Sawa. Ukiona na kwenda vizuri unakuja. Sawa. Natokuja kuleta ripoti. Sawa Sawa babu, sisi tunaye. Asante babu. Haya, asante. Karibuni Odi. Oi, kwema. Kwaje? Fresh bwana. Kama kawa kaka. Bwana samani, najua unifahamu. Sawa. Ila nimekuja kwa ishu moja. Nilikuwa napita mtaa nyuma hapo, nikamkuta dada mmoja anampakia kwenye bajaji. Ila yule dada namuonaga sana na wewe. Yukoje huyo mdada? Yule dada ni mrefu hivi. Sio mrefu sana, lakini pia sio mweupe sana, ni maji ya kunde. Huyo atakuwa si Fatma huyo. Yaani wamempakia kwenye bajaji, imekuwaje yani? Nahisi kama anaumwa, yani maana jinsi watu walivyomjalia wamembeba. Okay. Nahisi ni mgonjwa. Asante sana kwa taarifa. Ndio. Kwa sababu mwenyewe nilikuwa najiandaa nitoke. Basi sawa, ngoja tuongozane. Unasema umemwona wanampeleka hospitali gani? Hospitali nahisi ni Mwananyamala, japokuwa sina uhakika sana. Mwananyamala. Sawa. Basi kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na mtoko. Ndio. Basi ngoja tuongozane. Itakuwa vizuri zaidi brother. Sawa basi.
Bro, inakuaje? Kinyamwezi mwanangu. Kama kawa Kizazi kabisa, naelekeze. Samahani, nilikuwa naomba kuuliza. Uliza ndo mdogo wangu. Hapa ndo kwa kina Fatuma? Hapa ndo mtaani kwao, nielekeze mdogo. Mdogo wangu hapa bwana kanipanga. Ndio. Kwa mazingira fulani hivi ameona Fatuma kama alipo sawa, kama anaumwa. Sasa ukizingatia mimi na rafiki yako, yani mimi na Fatuma ni marafiki wa muda mrefu. Ndio. Kaona bora nije kuulizia kweli anaumwa au imekuwaje, yani maana sina taarifa zake kwa muda sasa. Wewe ni nani yake? Mimi bwana kaka, mimi ni rafiki yake wa muda mrefu sana. Yani mimi na Fatuma tumefahamiana miaka mingi sana. Rafiki yake wa muda mrefu? Mimi naitwa Sahil. Naitwa Sahil. Naitwa Sahil. Je, nikwambie kitu blaza? Sawa. Ndio. Unajua kama yeye ni Ausho? Alafu subiri nikuelekeze jambo. Yaani wewe umepata ujasiri gani mpaka kuingia eneo hili? Sasa hapo nakuwa sijakuelewa ndugu yangu, ni mimi. Yaani usionielewa wewe nini bro? Unajua subiri nikwambie kitu kimoja. Tumehangaika sana dada yangu kila hospitali unajua. Alafu unajua chanzo ni wewe brother unaonekana mshirikina sana wewe. Sikia kwanza nikwambie. Sitaki ujintroduce sana. Nani alikupa visa kuja kwanza hapa mtaani? Hivi unajua matatizo ya dada yangu chanzo ni wewe au hujui? Tumepima kila aina ya ugonjwa. Madaktari wamehangaika kila namna wanaweza wao. Bro hamna kitu, afu nashangaa nani amekupa visa kuja eneo hili bro. Samahani bwana bro, unajua unajua unaonekana mshirikina sana, unajua mbona wewe? Mimi sina nia mbaya, mimi nimekuja tu kuulizia kwa sababu. Sikiliza nikwambie kitu hapa, sio sema kwenda kuombea kazi. Naona kama unaongea sana, au chimba mwanangu. Lakini blaza mimi chola, nimekwambia spende miausho. Nani alikupa visa kuingia mtaa huu? Yaani kitongoji hiki nani kakupa visa? Cheza mwanangu. Nimekwambia cheza, sasa wewe miausho mtoto. Nitakuja kuzingua wewe. Mimi sipendi miausho kishenzi. Watoto si nani anawapa visa mtaani kwangu kuja, afu sipendi mimi miausho kishenzi. Sema next time tutajuana. Halo? Halo shemeji. Shemeji, vipi hali? Za huku salama tu shemeji, lakini hapa tuna taarifa si nzuri kabisa. Keo na shemeji yako walienda kijiji cha pili huko, walienda kumtafutia mama dawa. Lakini taarifa zilizotufikia hapa, wamepata ajali ya gari. Walipata ajali ya gari? Ndio. Shemeji yako Vero amefariki hapo hapo. Lakini Keo zimenitoka damu nyingi sana. Alikupelekana, yani kumwaisha hospitali hakufika kabisa. Sasa mimi nikasema shemeji, ngoja nikupe hii taarifa, maana nisije nikakaa nayo, hii sio nzuri. Shemeji, unasemaje? Hapa tunaandaa proposal hizo za Nsiba. Kwa hiyo kama kutakuwa na wazifa wowote, wewe kufika hapa nyumbani, heka na vanji shemeji. Mbona kama unanichanganya? Halo? Nakuaje mtu wangu amefariki? Walifanya kwa msiba mzito kukuta ndugu yangu. Asante sana sana. Kwa sasa naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Ndio. Ila kuna jambo nataka nikujuze. Kuhusu ile siku ulioniuliza mimi na Sahil, kuna kitu gani kati yetu? Kumbuka ni kuiva ndio bosi. Kiukweli mimi nilikuwa na mahusiano na mtu wa Sahil. Ila mahusiano yetu yalikuwa ya asili. Sasa
sidhani kama Sahil alikuwa kalitambua hili au ni mawazo yake tu. Sasa unasema? Yeah. Mke wa Sahil nilikuwa natoka naye kimapenzi. Kama nilipokuambia, yalikuwa ni mahusiano ya siri, ila mahusiano yetu yalikufa baada ya yeye kuniambia kuwa na ujauzito. Tulienda hospitali tukapima, majibu yakatoka kuwa mimba yake ina miezi miwili. Hali ya kuwa mimi na yeye tumekutana mwezi mmoja, lakini ile mimba ilikuwa ina miezi miwili. Kwa ile majibu yalipotoka, hapo ndio ilipokuwa chanzo cha ugomvi wetu mimi na yeye, na tukaachana kabisa. Pole sana. Asante. Ila kuna kitu ambacho nataka unisaidie kama itawezekana. Naomba uende kwa kina Aisha, umwelekeze kwa mimi sipo sawa na mawazo kutokana na vitu ambavyo vimenikuta kwa sasa hivi. Nimepoteza mke wangu, nimepoteza shemeji yangu kwa pamoja, na mawazo, yaani akili yangu haipo sawa kabisa. Hakuna mwanamke ambaye anaweza akarudisha mimi hali yangu ya kawaida, au hakuna mtu ambaye anaweza akarudisha mimi hali yangu ya kawaida isipokuwa ni Aisha. Nahitaji aje nizungumze naye. Tena nataka nimshawishi kumuoa kabisa. Naomba unisaidie hilo Hassan. Basi sitakuwa ni sahihi kweli. Unajua Aisha shemeji yangu ile kwa Sahil. Okay. Kama ngumu kwako, haina shida. Mimi najua kitu gani cha kufanya. Nitajua cha kufanya. Sawa bosi. Aisha, kwanza nimekumisi sana, alafu nimekuita hapa, nataka nikueleze kuwa napitia kipindi kigumu sana kwa sasa hivi. Yaani swali ya kawaida katika maisha yangu, na so nikaamua nikuite nikueleze kuwa mimi nataka kuoana na wewe. Turudiane tuwe kama zamani, tunafurahi, tunacheka, yaani tuwe mtu na mpenzi wake kama zamani. Mambo ya zamani yote tuyarudishe, mimi na wewe Aisha. Tuwe tunafurahi, tunacheka, yaani nishoti mapenzi yetu yarudi. Sawa, ila pole kwanza kwa matatizo. Ila unadhani ni rahisi kiasi hicho? Kwa yale yote ulionifanyia, yaani imefika stage mpaka nakuogopa. Yaani naogopa kuwa na mtu kama wewe. Naelewa Aisha, ndio maana nikatanguliza kuomba msamaha. Na kikubwa zaidi mimi kukitaka sio kama labda nataka tuwe tu wapenzi, labda tuchezeane. Hapana. Sasa hivi nahitaji mimi na wewe tuwe mtu na mume wake. Mimi nahitaji kukuoa kabisa Aisha. Yaani kadri siku ambavyo zinavyokwenda, siku zinavyozidi kusonga, ndivyo ninapogundua ndio mwanamke sahihi katika maisha yangu. Kwa hiyo sijakuita kwa ajili ya kuchezeana. Nimekuita hapa tuyajenge ili mradi mimi nawe tuwe mke na mume kwa sasa. Naomba unisikilize hilo Aisha. Lakini unaijua hali yangu, si ndio? Yeah. Unaweza vipi kumlea mtoto ambaye sio kwako? Basi mtoto tu, kuanzia mimba mpaka afikie mtoto, unaweza kulea hivyo? Hilo mimi nalielewa, lakini kuna namna ambayo mimi naweza nikafanya. Namna? Hebu nielekeze, ni namna gani hiyo?
kuna rafiki yangu ni daktari. Sasa ni daktari mzuri. Kwa mimi naweza nikazungumza naye, nikaongea naye. Yeye akajua namna gani ya kuitoa hiyo. Na tukaendelea tu na maisha yetu kama kawaida. Hakuhitaji sana Aisha. Hivi unajisikia unachoongea? Yaani unajisikia kabisa unachoongea? Yaani umefikia hatua ya kutaka kuua kiumbe kisichokuwa na hatia? Ili mradi tu fresha nafsi yako? Hapana, yaani Ayub. Jamani. Yaani mimi nilijua kwamba umeniita hapa labda unakuja sio kuzungumza vitu vingine. Yaani anyway nimekusikiliza, sio unataka kunioa, sio kufanya nini. Ndio uwe kitu ambacho yani akihusiani nitoe mimba. Umefikia hatua ya kutaka mimi nitoe mimba. Ayub. Ni ubinadamu gani huo? yaani mimi kuzungumza hivyo sio kama labda kwa ubaya, hapana. Ni kwa ajili tu ya kujenga mapenzi yetu. Mapenzi yanahusika vipi na kumtoa mwanangu mimi? Kuna mapenzi yani, hayo mapenzi na mwanangu yanahusiana nini? Aisha, nisamehe. Na kwamba nisamehe, nitafanya vile ambavyo unahitaji. Mbona una utofauti? Kwa nini ubadiliki? Nitafanya vile ambavyo unavyohitaji, naomba unisamehe. Vile ninavyohitaji? Mpaka kumtoa mwanangu ama kuna kingine? Sasa sikia. Kuanzia leo usinitafute tena. Kwa nini mpaka tunafikia huko Aisha? Ayub. Aisha. Kuanzia leo usinitafute tena. Namaanisha Aisha. Aisha, kwa hiyo baada ya kila kitu, yani kila kitu ambacho mimi nimeamua kukufanyia, nimefanya kwa ajili yako, hapa ndipo tulipofikia, si ndio? Aisha, baada ya kila kitu, baada ya upendo wangu wote, mbona sasa uende kwa mganga kuniloga, si ndio? Sio hivyo mume wangu, umenielewa tu vibaya. Yaani sijui hata nisemeje, ila tu umenielewa vibaya. Yaani mimi nisi kama nimechanganyikiwa, yaani sijielewi. Ila naomba nisikilize babangu. Nisitaki tena mambo, naomba unisamehe mume wangu. Nisamehe babangu. Nisamehe nakuomba. Aisha, nilikukosea wapi? Yaani kwa hiyo umeamua kwenda kuniloga, si ndio? Kweli? Hapana, mimi sijakuroga Sahir. Sijakuroga mume wangu. Mimi nakuhitaji wewe. Nakupenda mume wangu. Nasitaki kukupoteza kijibu. Naomba unisamehe babangu.
Nisamehe mume wangu, tafadhali nakuomba. Aisha, mbona mimi nakupenda tu, yaani mbona nakupenda. Nisamehe mume wangu, nakuomba nisamehe baba. Nisamehe, nakuomba, mimi bado nakuhitaji kwenye maisha yangu. Nisamehe babangu, nisamehe. Leo nimebaki na majeraha ya kimya na jina lako ndani ya maumivu. Aisha, usipendi tena. Usiseme hivyo mume wangu. Aisha, usipendi tena. Usiseme hivyo Sahir, nakuomba. Sikiza Aisha. Mwana mwanangu, sawa, umeshakufa ganzi. Sikutaki, sikupendi. Aisha, sikupendi tena. Hapana babangu, usifanye hivyo. Mimi bado Aisha, toka. Toka. Usaliti, usaliti, umeniacha na kilio. Mapenzi niliyotoa yamegeuka majonzi na vilio. Usaliti, usaliti, kwa nini kunifanyia hivi? Moyo wangu umevunjika, umebaki vipande hivi. Usaliti, usaliti, uliniua bila kisu. Nikikumbuka jana machozi yananilowesha usiku. Nilisema ni wewe, wewe ukasema si mimi. Leo nimebaki na maumivu na kivuli cha zamani.